Karibu katika Matukio Daima habari kwa siku hii ya leo. Huu hapa ni muhtasari wake. Rais Samia aagiza kulindwa kwa mkongo wa mawasiliano wa taifa. Agizo la 3 ni kuhakikisha miundombinu ya mkongo wa taifa mawasiliano inalindwa na kutunzwa vyema. Mkongo huu ni mhimili wa uchumi na ustawi wetu kama. Wafanyabiashara wa sanaa Iringa walalamikia kushuka kwa msimu wa utalii. Sasa hivi sio msimu wa utalii, kwa hiyo tupo tuna wateja wa ndani. Kwa upande wa utalii kwa muda huu bado mpaka kipindi cha kiangazi. Na katika michezo, tathmini juu ya kiwango cha Simba msimu huu kwenye ligi kuu. Ya of course ni kama mechi ya away na Pamba ameshacheza msimu ambao zinakaza kufungua mchezo na ameshacheza na TRA jana, pia Dodoma Ugenini ameshacheza na kuoni kama katika mchezo ambayo atacheza nyumbani akiwa na faida ya sasa. Uhali gani mtazamaji wa Matukio Daima Media, karibu katika Matukio Daima habari kwa siku ya leo, na tutakao kusomea habari hizi. Jina langu ni Emmanuel Manonga na mimi ni Kathleen Kilwale. Karibu tuwe sote kuanzia mwanzo hadi tamati mwa taarifa hii ya habari. Na tukianzia jijini Dodoma, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ameagiza miundombinu ya mkongo wa mawasiliano ya taifa ilindwe na kutunzwa vyema kwa sababu ni muhimili wa uchumi na ustawi wetu kama taifa. Rais Samia ametoa agizo hilo leo jijini Dodoma wakati akizindua minara 758 wa maunganisho ya mkongo wa mawasiliano katika wilaya 85 na makabidhiano ya mkongo wa mawasiliano serikalini. Agizo la 3 ni kuhakikisha miundombinu ya mkongo wa taifa mawasiliano inalindwa na kutunzwa vyema. Mkongo huu ni mhimili wa uchumi na ustawi wetu kama taifa, na ni ulinzi na usalama wa taifa letu. Kwa wale waliokabidhiwa mkongo, wajipange vyema kuulinda mkongo huu. Agizo jingine ni kuhakikisha kuwa huduma za mawasiliano zinazotolewa nchini zinazingatia maadili, mila na tamaduni zetu wa Tanzania. Tusipodhibiti hali hiyo, tutaishia kuwa na kizazi kisichokuwa na maadili na uzalendo kwa taifa lao. Na hapa nimefurahishwa nilipopita kwenye banda la Huawei. Wameniambia wanakwenda kutengeneza mfumo wa AI wa Kiswahili kwa ajili ya Watanzania utakaolinda maadili ya Watanzania. Nikuombe waziri, shirikiana nao kwa karibu ili hili walikamilishe mapema. Vijana wetu wakipata mfumo huu, kiwango cha ubunifu wao kitakuwa zaidi. Vijana wa Kitanzania wameumbwa na ubunifu mkubwa sana. Kuna vijana hawajawahi kupitia masomo ya kompyuta, lakini anafanya kazi zake ndani ya kompyuta, huwezi kuamini. Kwa hiyo niombe sana hii ikamilike mapema ili vijana wetu wapate shughuli zaidi za kufanya. Baada ya maelekezo hayo, nirejee tena kuwashukuru wadau wote kwa ushirikiano wenu katika kufanikisha miradi hii ya kimkakati. Uwekezaji huu tunaofanya leo unaweka msingi imara wa Tanzania ya kidigitali yenye huduma bora za mawasiliano na nyenzo za kukuza tija kwa wananchi wetu, na itakayomudu ushindani wa kimataifa na bila shaka kujenga uchumi imara wa taifa. Katika hatua hii sasa, niseme kwamba wote tumeshuhudia kwamba minara 758 iliyojengwa tayari imekabidhiwa na mimi niko tayari kuizindua. Lakini pia maunganisho ya huduma za mkongo wa taifa wa mawasiliano katika wilaya 85 pamoja na miundombinu ya mkongo iliyojengwa na watoa huduma wa mawasiliano tayari nayo ilishakabidhiwa kama tulivyoona hapo chini. Sasa niko tayari kwenda kuzindua minara hii 758 iweze kutoa mchango wake katika maendeleo ya taifa letu, na niseme Mungu ibariki Afrika, Mungu aibariki nchi yetu Tanzania, Mungu aibariki wizara yetu hii iweze kufanya makubwa zaidi, na serikali yetu pia. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Sasa tuelekee mkoani Iringa ambapo wafanyabiashara wa bidhaa za sanaa na ufundi kwa ajili ya watalii mjini Iringa
Wameeleza jinsi wanavyotumia ufundi wao kupata kipato, huku Linganda Mwindindu ameiambia Matukio Daima kuwa biashara yao inategemea msimu wa utalii zaidi, na kwa sasa sio msimu wa biashara hiyo, ila bado wanapata chochote kitu. Hata hivyo, alisema myumbo wa uchumi ambao dunia inakabiliana nao kutokana na vita kati ya Iran na mataifa mengine, kwao bado madhara si makubwa, labda kama vita itaendelea zaidi. Kipato kipo ambacho kinajitosheleza, ndio maana tupo mpaka leo. Changamoto, kwa upande wa changamoto, naweza kusema changamoto sio kihizi, ni za kawaida sana kutokana na mfumo tu jinsi ulivyo. Changamoto za kawaida sana. Kuathirika hatujaathirika chochote. Kilichopo hapa kikubwa ni kwa sababu hatutaki kutumia akili zetu, na ndio maana tatizo linakuwepo. Ila kama tunatumia akili zetu, mimi sioni kama ni changamoto au ni tatizo kwenye upande wa mafuta. Bei ya vinyago sio rasmi sana kihivyo, yaani haina bei maalum, sababu sio bidhaa ambayo naweza kusema kwamba ni lazima sana au muhimu. Kwa hiyo kwenye upande wa bei haina bei maalum kwa kweli. Kwa upande wa watalii, sababu kwa huu msimu sasa sio msimu wa watalii, kwa hiyo tupo tuna wateja wa ndani. Kwa upande wa watalii kwa muda huu bado mpaka kipindi cha kiangazi. Kama itaendelea mpaka kipindi cha kiangazi, basi naona watapungua kidogo, ila kwa sasa hivi tunadili sana watalii wa ndani. Baada ya taarifa hiyo kutoka mkoani Iringa, sasa tuelekee jijini Dar es Salaam, ambapo daktari bingwa wa upasuaji kutoka katika hospitali ya taifa ya Muhimbili, Daktari Kitembo Kibwana, amesema uwepo wa maboresho makubwa ya teknolojia na vifaa vya kisasa vya upasuaji katika hospitali hiyo yamepunguza kwa kiasi kikubwa rufaa ya kwenda nje ya nchi kutibiwa na kupunguza gharama kwa wananchi. Kwa sasa Muhimbili imebadilika sana kwa upande kwa utoaji wa huduma za kiupasuaji. Zile huduma nyingi ambazo zilikuwa zikifanyika hapo awali kwa njia ya kuchana, ambapo watu walikuwa wanapata vidonda vikubwa, maumivu yanakuwa mengi, wanakaa wodini kwa muda mrefu. Kwa hivi sasa hizi huduma kwa asilimia kubwa zimekuwa zikitolewa kwa njia ya matundu, operation za matundu, ambapo mgonjwa akifanyiwa kukaa kwake hospitalini kunakuwa ni kwa muda mfupi, makovu yanakuwa machache, na wengi wamekuwa wakirejea katika shughuli zao za kawaida baada ya muda mfupi. Serikali imefanya uwekezaji mkubwa sana, ndio maana tumefikia hapa tulipo, kwa sababu hapo awali tulikuwa tuna upungufu wa hivi vifaa, lakini kwa juhudi za serikali katika kuboresha huduma hizi za afya imejitahidi kwa kuweza kutupatia vifaa vya upasuaji ambavyo vinatuwezesha sisi wapasuaji katika hii sekta kuweza kutoa huduma hizi za kiupasuaji bobezi ambazo hapo awali zilikuwa zikitolewa huko nje ya nchi kwa gharama kubwa sana. Na taarifa hiyo kutoka jijini Dar es Salaam inatupa muda wa kupata habari za michezo. Siku moja baada ya klabu ya Simba kutoka sare dhidi ya TRA hapo jana, mwenzetu Frank Vegula na Watsoni wamefanya tathmini ya mwenendo wa ligi hadi sasa, wakati huu ambao michezo ya duru la pili ikiendelea. Kwenye pressure, kwa sababu kwanza kabisa ana pressure ya nje. Yaani watu ni kama bado hawaridhiki na anachokifanya. Kwa hiyo anataka kuprove kwamba okay, hata kama nimeshuka lakini still inaweza nikaa, yani still ambao wamebaki bado mimi hawaniwezi. Ni kitu ambacho ndio kinaendelea kwa Dar es Salaam Young Africans. Lakini kwa gap lililobaki la Simba na Yanga, of course bado wana mchezo wa kukutana wao kwa wao pia. So kwenye huo mchezo manake atakayekuja kushinda huo mchezo inaweza ikaamua vizuri sasa kwamba nani anaenda. Lakini kwa sababu mchezo upo mwezi wa 5 hapo, ya mwezi unaofuatia. Kwa manake tutaweza tukajua vizuri zaidi kwamba Yanga au Simba nani msimu anaweza akachukua ubingwa baada ya huo mchezo wa dabi kuchezwa. Lakini kwa timu hapa zilizobaki katikati, unaweza kuona kama timu ambazo wote wanazimudu. Michezo iliyobaki Simba ni kama wale competitor wagumu, kama ameshacheza nao. Ameshacheza na Azam tayari, ameshacheza na of course ni kama mechi za away na Pamba ameshacheza, timu ambazo zimekuwa zinasumbua. Mchezo na ameshacheza na TRA jana pia, Dodoma ugenini ameshacheza nao. Kwa ni kama amebakisha michezo ambayo atacheza nyumbani akiwa na faida akawa na faida
ya uwanja wa nyumbani. Lakini kwa Yanga pia unamuona ni kama timu ambazo zimebaki au zinafuatia mbele yake ni kama bado anaziweza, tofauti tu kwamba Yanga yeye ana mchezo bado na Azam. Kwa maana yake Simba hapo kama akichanga karata vizuri kwamba okay nikicheza na Yanga akichukua alama 3 labda zinabaki alama 2. Maana yake sasa anakuwa anamuombea sasa Yanga njaa kwenye mchezo wote, ama sio amtume Azam akamfanyie kazi, basi kuna jeshi lingine lijitokeze lifanye kazi pale. Lakini mchezo wa dabi kwenye hii ligi pia, yani ni kama mara nyingi sana mchezo wa dabi umekuwa unaamua sana nani anakuwa bingwa msimu. Kwa msimu jana ambapo mchezo wa mwisho ndio uliamua kwamba nani anakuwa bingwa. Basi na msimu huu sasa na msimu huu kwa alama ambazo zimebaki unaweza kaona ni kwamba mchezo wa dabi sasa wa hao wawili wanaoshindania ubingwa ndio utakao kuja kuamua nani anajitanua zaidi pale kileleni. Na kama unasema ratiba hivi nimeangalia hizi timu za kati sasa hivi zikienda kucheza zaidi ya Simba. Naweza kuwa na imani kwamba naweza tukapata kitu. Walifanya Dodoma, Pamba, TRA sijui na Mungu alijikaza kwa hizo. Naweza kuona hizi timu kama kumbe ndio wakubwa kidogo, inawezekana tukijikaza tutapata. Na hiyo ni kwa sababu timu hazipo, yani hizi timu kubwa hazipo kwenye kiwango kile ambacho walikuwa kipindi cha nyuma wanafanya mpaka wanaogopeka. Unaona hata wakishinda magoli ni kwa kujipapatua sana yani. Wanaona ni kama wanashinda, hata akija kushinda siku goli nyingi unaona ni kwa sababu tu ya madhaifu ya timu pinzani ambayo waliingia nayo naona. Lakini kwamba ni timu ambayo imecheza kwenye kiwango kikubwa kwamba sasa wao wamefanya mpaka mpinzani amekosa cha kufanya kabisa, hamna. Wanafikika vizuri golini kwao, wanaruhusu mianya, wanaacha timu na wanashambuliwa muda mwingine timu zikinadilia. Kwa ni timu ambazo umeona msimu huu zimekuja kiubishi zaidi, tofauti na msimu ambao ilikuwa hii nyuma kwamba okay tunacheza na Simba na Yanga labda tuume meno tukae nyuma, hamna. Sasa unaona wanapishana. Hata Simba na TRA jana walikuwa unaona mfano wananilia kipindi cha kwanza kile wamefunguka sana of course TRA, lakini kipindi cha pili baada ya kupata kadi nyekundu ndo wakaona kidogo sasa wameamua na wanacheza low block, kuna sometimes wanasogea pia mpaka katikati. Lakini mpira ulipokuwa unaanza walikuwa wanaanza TRA na yeye anaweza kupata kitu mechi inapokuwa inaendelea. Ukiangalia jambo lingine ambalo kwenye timu hivi sasa kama tunavyoona ndio ufungaji. Anaongoza ile Ngoi wa Namungo. Nani? Imagine katika mechi nyingi. Alafu anafuata wengine kuna Izali, kuna kina Msedimani Mwalimu. Saba pale chini kidogo ndio Mwalimu pia ana goli 6. Angalia pia ya nyuma kila msimu tukapata mfungaji mwenye goli chache. Yani ni dhahiri kabisa, inaonekana kabisa. Na kwa sababu gani hawatatu tukapata mfungaji mwenye magoli mengi? Kwa sababu kwanza kabisa wafungaji wenyewe pia sio wafungaji tishio. Sio wafungaji tishio kama ambao sio wafungaji tishio kama ambao walipita misimu iliyopita. Kwa sababu ukiangalia wafungaji ambao walimaliza labda misimu na wakiwa na magoli mengi kwenye hii ligi, unamwongelea kwa mfano mtu kama Jean Charles wa msimu jana alikuwa na goli 16 kitu kama hicho. Alikuwa na goli 16. Kuja kwa Yanga pia walikuwa wamegongana na Chalea alikuwa. Asante sana Frank Vegula kwa habari za michezo, na habari hiyo inatufungia habari zetu kwa siku hii ya leo, na kabla ya kutamatisha tusikie muhtasari wake. Karibu katika Matukio Daima habari kwa siku hii ya leo. Hapa ni muhtasari wake. Rais Samia aagiza kulindwa kwa mkongo wa mawasiliano wa taifa. Agizo la 3 ni kuhakikisha miundombinu ya mkongo wa taifa mawasiliano inalindwa na kutunzwa vyema. Mkongo huu ni mhimili wa uchumi na ustawi wetu kama. Wafanyabiashara wa sanaa Iringa walalamikia kushuka kwa msimu wa utalii. Sasa hivi sio msimu wa watalii, kwa hiyo tupo tuna wateja wa ndani. Kwa upande wa watalii kwa muda huu bado mpaka kipindi cha kiangazi. Na katika michezo, tathmini juu ya kiwango cha Simba msimu huu kwenye ligi kuu. Of course ni kama mechi ya away na Pamba ameshacheza msimu ambao zinakazi mafungua mchezo na ameshacheza na TRA jana, pia Dodoma ugenini ameshacheza na kuoni kama katika mchezo ambayo atacheza nyumbani akiwa na faida sasa. Na mtazamaji, na huo ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote walioandaa na kuchata taarifa ya habari, jina langu ni Emmanuel Manonga. Na mimi ni Kathleen Kilwale. Nikusitu uendelee kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii ikiwemo Instagram, TikTok, Facebook kwa jina moja la Matukio Daima. Lakini kwa wale ambao hawajasubscribe, fanya kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu pale ambapo tutakuwa tukizichapisha. Uwe na usiku mwema.
mbali kwa matumizi rahisi na ya uhakika. Chagua maji unayoyaamini, chagua ubora unaostahili, chagua CF Natural Mineral Water. Kwa mawasiliano na kuweka oda, wasiliana nasi kupitia 0762 123 736 au 0769 440 834 au barua pepe cfcompany100@gmail.com. CF Natural Mineral Water, maji yenye madini asili kwa afya na uhai wa kila siku. Umehitimu darasa la 7 kidato cha 4 au zaidi na unahitaji kupata ujuzi? Karibu katika vyuo vya RDO Mdabulo, RDO Mafinga, RDO Ibwanzi na RDO Kilolo ili ujipatie mafunzo mahiri ya malezi yaliyo bora. Fani zinazotolewa vyuoni ni kama ifuatavyo: umeme wa majumbani na viwandani, uchomeleaji na uundaji wa vyuma, ufundi magari, ufundi bomba, upishi na uhudumu wa hoteli, useremala, uashi au ujenzi, uzalishaji wa afya ya mifugo, ubunifu na ushonaji wa mavazi, ufumaji, utengenezaji wa bidhaa za ngozi, teknolojia ya habari na mawasiliano na matumizi ya kompyuta. Mafunzo yanatolewa kwa miezi 3 na miezi 6 tu. Nafasi za hostel zipo kwa wahitaji wote. Pia tuna nafasi kwa wanaohitaji kuhamia level 1, 2 na 3. Vyuo vyetu vyote vimesajiliwa kikamilifu na Baraza la Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Study NACTVET. Unaweza kujisajili moja kwa moja na kupakua fomu za kujiunga katika tovuti ya shirika, yani www.rdo.or.tz. Iandae kesho yako iliyo bora na vyuo vya RDO. Kwa maelekezo zaidi wasiliana nasi kwa namba 0757 35 18 37 au 0745 92 15 75. Kumbuka, ufundi ni taaluma ina... Nikwambie kitu mtazamaji wa Matukio Daima. Clock Tower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Kefu. Clock Tower Cave. Tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677 220 022 au 0657 366 667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndiyo, Clock Tower Cave, home of delicious meals. Karibu Iringa, karibu LM Lodge. Hapa ndipo penyewe. Vyumba vyetu ni kiwango cha gharama nafuu zaidi. LM Lodge hapa ni free wifi, kifungua kinywa zaidi ya nyumbani, maji ya moto wakati wote, parking ya uhakika na ulinzi kama jeshini. LM Lodge tunapatikana Kichangani, Iringa mjini. Tupigie simu namba 0745 820310 ama 0678 886657. LM Lodge, hapa ni comfort zone.